Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba niombe sasa kwa ajili ya somo hili ambalo tunaliendea. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo ambayo unatubarikia watoto wako tuweze kuwa na kunywa kutoka madhabahuni pako. Kweli sisi tuko mahali hapa, lakini roho zetu, nafsi zetu unazitwaa na kuziweka madhabahuni pako mbinguni. Basi kwa ajili ya hili mtumishi wako ninakuomba sasa, kwa neno hili kila mmoja ambaye itamfikia limjalie nafasi ya kufahamu kusudi la neno hili. Zaidi sana mnenaji kawe ni wewe, mimi nikawe chombo nitumikao tu. Utukufu ukarudie wewe, Mungu wa kweli, kwa wewe ndiye Mungu tunayekutafuta na kutamani siku zote. Kwa jina la Yesu Kristo, mahali hapa napafunika kwa mkono wako ulio hodari, na kwa ule upanga wa Roho Mtakatifu jidhihirishe Mungu uliye hai na kufanyika nguvu na uweza katika kila eneo, ili kusudi utukufu wako ukajulikane. Kwa jina la Yesu, simpe nafasi ya adui juu ya neno hili kanausikiwa. Mungu uliye hai, ninamkemea yeye alaye mawazo na usikivu usiotakiwa kusikia, bali katika wewe Mungu uliye hai na inua nafsi na roho za watu wako mari hapa Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe ndugu zangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amen. Amani ya Bwana ipo. Amen. Amani ya Bwana ipo. Amen. Basi ninayo furaha kwa sababu leo tunaendelea pia na somo letu tulioanza kipindi kilichopita, kama mnakumbuka, kutoka katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 22 mpaka 24. Naomba nipasome kwa sababu somo linaendelea na tunakuwa kwenye eneo hilo hilo tunapoenda eneo lingine la pili kwenye point, lakini vizuri nikapasoma. Mwanzo sura ile ya 3:22 na mstari wa 24 ndio kichwa tunatembea nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefika wote? Amen. Nitasoma katika jina la Yesu. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akachukua matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo aitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani wa Edeni na upanga wa moto uliogeuka huku na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale waliokuwepo kipindi kilichopita tulipata dondoo kidogo kuhusiana na mtizamo ulioko humu, lakini kwa wale ambao hawakuwepo, kwa ufupi nijaribu kuelezea uweze kufahamu. Madhumuni ya kuwa kwenye eneo hili, tunatamani kujua sababu zilizompelekea Adam akafukuzwa na kuwekewa wanted ya kuto kuingia tena kwenye ile bustani mahali ambapo Mungu alikuwa amemkusudia awepo. Kwa hiyo tuko kwenye somo la kuangalia ni yapi ambayo yeye aliyafanya kwa ulegevu hata akajikuta amemkosea Mungu na adhabu ikatolewa ya yeye kuwa amezuiliwa kuwa na uhuru wa ile bustani ya Eden iliyokuwa amekuwepo tangu mwanzo. Kwenye maandiko kuna mambo mengi ya kuzungumza, ila ninachokilenga kwa nini afukuzwe. Ndani ya hii misali miwili kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Kwa mfano, akizungumza habari ya mashariki, malaika akawaweka katika ule upande wa mashariki, ni somo lingine. Lakini ule mti wa uzima ni somo lingine. Lakini na ule upanga uliogeuka huku na huku ni somo lingine. Lakini sisi tunachokilenga hapa kwa ajili ya kanisa ni kujua sababu zilizompelekea Adamu akashindwa kuwa mtu anayeweza kuishi kwenye ile bustani. Hayo ndio tunayatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa na hili
somo tarehe iliyopita, nadhani tarehe 16, tuliweza kuona jinsi gani Mungu alijidhihirisha katikati ya bustani ya Edeni na kumuonyesha mambo kadhaa ambayo Adamu ilipaswa ayafanye, lakini kwa bahati mbaya hakuyafanya, na ikasababisha yeye kujikuta ameambiwa atoke kwenye ile bustani ya Edeni. Kwa hiyo na sisi tunatafuta kuona hayo mapungufu ya Adamu, tusije na sisi tukazuiliwa kuona ule mti wa uzima ambao ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Yesu mwenyewe ndio ule mti wa uzima. Sasa kuna namna ambayo Adamu alifanya mapungufu yaliyomsababisha yeye asiweze kuona mti wa uzima ambao alikuwa ni Mungu mwenyewe kwa wakati ule, na Yesu mwenyewe alikuwa yuko mle. Kwa hiyo aliweza kuonekana kwamba hakustahili, akawaambiwa toka. Sasa na sisi tuje tukaambiwa tokeni, tukabaki kwenye mshangao kama wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuliangalia pointi ya kwanza ilikuwa inasema ibada zenye utii. Tukagundua kwamba kwa kile Mungu alichomwambia Adamu katika ile sura ya pili mstari ule wa 15, alipomwambia kwamba basi Bwana Mungu akamchukua mtu huyo akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Tukasema kule kumwambia ajishughulishe na mambo ya bustani ya Edeni ilihusisha ibada. Kwa hiyo jambo lote tunalofanya ambalo mwisho wake Mungu ana uhusiano nalo ni ibada. Kwa hiyo ilimbidi yeye kwa uangalifu mkubwa sana aweze kuangalia mambo ya Mungu kama ibada, si ndio? Amen. Na tukasema hivi, kama na sisi tukiwa na mitizamo ambayo haifanani na kusudi la Mungu la kiibada, tutakapokuwa tuko kwenye ibada tutaonekana hatumo, kwa sababu tukiwa mahali hapa Mungu anataka tuangalie mbinguni, tukiwa tunaonekana yaani tuko hapa lakini Mungu hatuoni tuko mbinguni patakatifu patakatifu. Sasa hatuwezi tukaenda kule kama hapa penyewe tumetenda isivyo kawaida, ambayo itatupelekea sisi kuonekana hatukidhi viwango vya kwenda wapi? Kumbuka, mbingu kinyonge hakiingii, kilicho kiovu hakiingii, kilichofanya udharau hakiingii, kilichoona mambo na kudharau hakiingii. Kwa hiyo kama yeye alizuiliwa kwa sababu tu aliambiwa ailime bustani, halafu akaona kulima tu kama sawa na kawaida bila kujishughulisha na mambo ya Mungu kwa utii, tukaambiwa ni vizuri sasa tuiheshimu ibada na makusanyiko yetu, kwa sababu tunaonekana mbinguni katika mfumo wa namna hiyo ya kiibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako mengi ambayo tuliyazungumza, na kichwa cha somo kilikuwa kinasema hatari ya kuacha maagizo ya Bwana. Ndio kichwa cha somo kikuu. Ndani mwake ndio tukagundua na kuona kwamba ibada zenye utii ndizo ambazo Adamu hakuzifanya. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa nimekukumbusha kidogo mahali hapo. Sasa leo tunaenda kuangalia kitu cha pili ambacho Adamu alikifanya, na alipokifanya kilimpa nafasi ya yeye kufukuzwa pale bustani asiingie. Pointi ya pili nasema kutafakari na kusikiliza neno la Mungu. Tunalipata wapi? Tunarudi kule kwenye ile Mwanzo sura ile ya pili na mstari ule wa 16 na wa 17. Nitasoma. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Sema akamwagiza. Akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alimkusudia Adamu aweze kula matunda yote ya ile miti yote. Kama kulikuwa na mapapai, kama kulikuwa na maepo, kama kulikuwa na mafenesi, kama kulikuwa na nini, matunda yote ibidi yale, kwa kuliona ndilo agizo Mungu amempa. Sasa
Unapoenda ndani kidogo kwenye matunda, utagundua kila tunda katika mazingira yake yalivyo linakuwa na ladha yake. Mtu aliyekula chungwa anakwambia nimesikia ladha ya chungwa. Mtu aliyekula embe anakwambia nimesikia ladha ya embe. Yaani kuna kitu kinaongeleka. Wakati unakula tunda, kuna kitu kinaongeleka. Sijui kama mnanielewa? Amen. Yaani wakati unapokula tunda, huwa kuna kitu unakihisi. Na ukienda kwa wataalamu ukawauliza, hivi niambie kwa mfano nikila apple, humo ndani kwenye apple napatapo nini? Napatapo nini? Anakuambia kwenye apple kuna vitamini fulani. Kwenye apple kuna hiki. Hivi nikila chungwa napata nini? Anakuambia ndani kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Inajenga hiki, inajenga hiki. Kwa hiyo unagundua kwamba wakati wa tunda alipoambiwa alile tunda, kila tunda ndani mwake lilikuwa na sauti inazungumza kuhusu Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa chochote ambacho angelikuwa anakula kwa maana ya tunda, lile tunda lingezungumza mambo yanayomhusu Mungu. Yaani lingekuwa naongea. Kwa mfano, wewe unakuanga unakula nyumbani. Unapokula kwa mfano umepika wali. Umepika wali kwa ule mchele wetu wa kutoka kule Shinyanga, wanaita katani. Kwamba huu mchele I say unapendeza ukiufanya hivi, halafu una harufu nzuri kama ya nani. Yaani unausifia sifia. Unaonyesha ndani mambo yanayopatikana mle. Kwa hiyo kwa kula matunda, Mungu alikuwa anazungumza na Adamu kwenye kila tunda. Kuna tunda angekula angemwambia sasa uwe mtulivu na mpole. Kuna tunda angemwambia sasa uwe unatembea kwa busara. Sasa yani angekuwa anakumbuka yale yote ambayo Mungu alikomwambia kwa sababu ya ulikuwa ni unabii. Tunda tu lisimama kama unabii wa Mungu kuzungumza naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa hali isiyo kawaida, kama alikula kwa muda mrefu hayo matunda, basi aliona sasa ajaribu na lile tunda ambalo asile. Sasa lile nalo lina sauti yake. Lile nalo lina mazungumzo yake. Kwa hivyo kula aliingiza kitu kingine kwenye mawazo yake ambacho sio kile Mungu anataka akisikie. Hii inamaanisha nini? Si mnaona hii Biblia hii. Hii Biblia ina vitabu 66. Na kile kitabu unachokiona hapa kina wazo kuu. Kwa mfano, kitabu cha Mwanzo, wazo kuu ni uumbaji. Kwa hiyo kama tukiwa tunakula na kusikiliza yanayotoka kwenye kitabu cha Mwanzo, maana yake tunakuwa tunafikiria mwanzo wa kila tatizo, mwanzo wa kila baraka, mwanzo wa kila jambo. Ukienda kwenye kitabu labda cha Malaki, utakuta kitabu cha Malaki kina wazo kuu. Kinazungumza kuhusu jambo fulani na unabii juu ya ujio wa Bwana Yesu, lakini na jinsi gani watu wamemwacha Mungu. Kwa hiyo unaanza kusoma yale maneno, halafu unapokea ujumbe kulingana na hicho kitabu. Ndiyo maana Mungu alikuwa anamweleza yale. Kwa hiyo matunda yalikuwa yanawakilisha ujuzi ambao ni wa wema tu. Yale matunda aliyomwambia yale yalikuwa yanalenga afahamu wema tu. Sasa alipojichanganya akaona achukue na lile ambalo aliambiwa asili, ambao ndani yake kuna ubaya na ujuzi wa mabaya. Kwa hiyo na sisi sasa tusipojua namna sahihi ya jinsi neno hili tunaweza tukaliishi na kulipokea, tukalifanya kwa namna ambayo Mungu anataka, tunajikuta tumeambiwa hakuna kuingia tena mahali petu pa ibada. Kumbuka tuko mahali hapa, lakini si watu wa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekusanyika hapa, lakini si wa mahali hapa. Tume hapa, lakini sasa hivi nikikuuliza, unaposikiliza ujumbe huu, unajikuta umeondoka uko kama kwenye sehemu unafikiria. Kule na kufikiria ndiko ambako unapaswa uwe. Ukiondoka kwenye mafundisho haya, ukaanza kufikiria nyumbani, maana yake umetoka kanisani umeenda wapi? Ukiondoka kwenye kufikiri yale tunayojifunza hapa, ukafikiri dukani kwako, maana yake wewe uko dukani unauza. Lakini tunakibiriki kwa hapo. Ndicho ambacho kinafanyika tunapokuwa kwenye kutafakari maneno. Sasa naomba nianze kwenda ndani kidogo
ili uone kwa nini tunasema kutafakari na kusikiliza neno la Mungu lilikuwa ndio hitaji la pili la pekee ambayo alitakiwa Adamu alizingatia. Kitabu kile cha Yoshua, kitabu kile cha Yoshua sura ile ya kwanza na mstari ule wa 8. Naomba tusome vizuri mstari ule wa 8. Yoshua anasema hivi. Umefika? Kitabu cha Yoshua 1:8 anasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani. Umeshafika wote? Kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Sasa tukiutafakari huu mstari, unaona kwamba unatueleza kwamba kusoma au kuzungumza na nafsi zetu wenyewe wakati wa kufikiri inahusisha kuyafikiria maneno ya Mungu na njia zake kwa kuyafanyia kazi katika kila eneo la maisha yetu. Huyu ndugu yetu Yoshua, kama asingechukua hatua ya kuyaangalia maneno ya Torati kama ambavyo yalikuwa yameletwa mbele zao na Musa, akazingatia kusikoongozwa na Torati, ule ushindi walioshinda kuingia kule wasingeweza kupata, wala singeweza kuwarisisha wana wa Israeli ile nchi. Iko sio rahisi. Lakini alivyozingatia, maana yake alikuwa anazungumza na nafsi yake, ambako kulikuja kuonekana kwa jinsi ambavyo aliweza kutenda yale mambo kwa usahihi kwenye yale maisha yake ya kuwaongoza wana wa Israeli. Kwa hiyo kama yeye alizingatia na akapata ushindi, vipi Adamu naye angezingatia maelekezo ya Mungu? Asingepata ushindi? Maana yake angeendelea kudumu kwenye bustani ambayo Mungu alimkusudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba, naendelea kuweka mfumo wa kunielewa vizuri huku chini. Tuangalie ile Zaburi ile ya kwanza. Zaburi ile ya kwanza na kitabu na mstari wa kwanza kabisa na mstari wa pili anasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Anamzungumzia mtu mwenye heri ambaye hakwenda, yani huyu mtu mwenye heri hakwenda kwenye shauri la wasio na haki. Kwa sababu gani? Yeye aliangalia na kuitafakari sheria ya Mungu. Kwa hiyo kwa mara nyingine anapozungumza habari ya kwamba huyu mwenye heri ambaye kwa yeye amebarikiwa na Bwana, sio tu kwamba anakimbia uovu, bali pia huyajenga maisha yake katika maneno ya Bwana, na watakatifu na muda wote huyatafuta na kuyatii mapenzi ya Bwana kwa moyo ambao katika kweli hufurahia njia za sheria ya Mungu. Wale wote ambao kwa sehemu kubwa wameweza kuwa wenye heri, walitafuta kuyajua mapenzi ya Bwana na kufurahia sheria ya Mungu katika ile kweli iliyofunuliwa. Yaani mtu yoyote ambaye sheria ya Mungu kwake anaifurahia na kinachosukuma yale matendo yake ni ile roho na hisia iliyokombolewa na lile neno la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iliyokombolewa na ile neno. Kwa hiyo yeye sasa akishaona mambo hayo ya kukombolewa kwake, inampa fursa ya kuona kwamba neno hili la Mungu kwake
linafaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukiangalia unamwona Adamu, kwa sababu hajapewa andiko lolote linaloonyesha kwamba yeye alichukua sehemu akaonekana na bidii, ila tu tunamwona wakati fulani alikuwa kama yuko analalamika. Wakati fulani ukimsikia, kwa mfano ukienda sura ile ya 4 utamwona alipompata Kaini na Abili, walianza kusema sasa alipata mtoto kwa Bwana. Yaani kwa muda mrefu inaonekana alikuwa amezingwa na hofu ya kuona kwamba hana Mungu. Lakini Biblia inatuonyesha jinsi jitihada yake ilivyokuwa kubwa sana ya kuangalia mapenzi ya Mungu alivyo, kwa sababu aliharibu. Na mbaya zaidi ni kwamba aliharibu akiwa kwenye utukufu ule ule ambao Mungu alimuumba nao tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiki ndicho najaribu kwenda tuangalie, kwamba kutafakari na kusikiza neno la Mungu ndio njia pekee ambayo itakufanya wewe na mimi tukubarike mahali ambapo Adamu yake kubarika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sijui kama mnanielewa vizuri. Amen. Sasa jambo hili la kusoma na kusikiliza neno la Mungu ndilo ambao Bwana Yesu alilikusudia ndani ya wanafunzi wake. Siku moja kabla ya yeye kuanza kuingia kwenye harakati za wale watu waliokusudia kumuua, alikuwa akiwaombea wanafunzi wake, akitaka wafike mahali waone umuhimu wa kuyasoma maneno ya Mungu na kuyasikiliza na kuyaishi. Kwa hiyo kama Yesu aliweza kuwaombea wanafunzi wake, tena anasema hata wale watakaolisikia kutoka kwa hawa wanafunzi, alituombea tuweze kufika kwenye level kwamba na sisi sasa tuingie kwenye mchakato ambao tukiyajua haya maneno ndiyo itakuwa msaada kwetu. Anakaribia kuondoka duniani kwa njia yeye kujitoa msalabani kwa mauti ya kifo hili, lakini aliona hapana, ni wasihi wanafunzi wangu na watu wangu watakao nisikia baada, kwamba jambo hili ndilo ambalo baba yao alishindwa kuyatafakari maneno ya Mungu ayaishi. Kwa kuwa alishindwa, adui alipopata mlango wa kuja alimnong'oneza masikioni, akamtenda Mungu dhambi kwa kwenda kufanya lile ambalo Mungu hakumwambia ifanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome Mathayo na ni Yohana sura ile ya 17. Yohana mtakatifu sura ile ya 17. Umefika wote? Umefika wote? Tuanze mstari wa 11, anasema hivi: walakini mimi simo ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba mtakatifu, kwa jina lako ulionipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Nilipokuwa pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulionipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Na sasa naja kwako, na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu ili furaha imetimizwa ndani yao. Mimi nimewapa neno lako. Mmesikia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa mko mbali? Mimi nimewapa neno lako. Nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao sio ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Wao sio wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Watakase na ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo neno la Mungu lililokuwa limeruhusiwa na Yesu kwa wanafunzi, likiwafikia na wao wakaliishi, lilifanya kazi ya kuwatakasa. Maana yake yale ambayo yangelikuwa ni maovu ndani mwao, neno likiingia linaondoa. Neno linakuja na nguvu ya Mungu na kuondoa uharibifu na kuweka nguvu ya Mungu.
Kwa hiyo Adamu kuna uzembe aliofanya katika maelekezo aliyoambiwa na Mungu juu ya namna ya kujishughulisha na neno la Mungu. Sasa na sisi tusipoangalia huu mwito tunaopewa, tutajikuta tumerudi kule kule ambako Adamu yeye alifanya mabaya. Kwa hiyo unapoaswa neno linalohusu kukusaidia wewe kuvuka kwenye dunia hii, kuvuka mazingira magumu, hebu chukua nafasi ya kuchukua haraka kuondoka kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kusoma na kusikia neno la Mungu ni jambo ambalo Mungu alilikusudia kupitia mwanae Yesu Kristo alijue. Lakini hata Paulo alilizungumzia hili kwenye hiyo Wakolosai sura ya 3:16. Amezungumzia na neno la Kristo likae kwa wingi mioyoni mwenu. Maana katika hiyo Mungu anasema hivi, maana ndio tutaonyana, ndio tutaongozana, yaani mambo yetu tutakayofanya ni kwa sababu ya lile neno likiwa ndani mwetu. Kama hakuna neno, chochote kitakuja kwako utaona ni sehemu ya maisha utakifanya. Kwa hiyo neno la Kristo lazima likae mioyoni mwa watu wote ambao wanatamani kuingia na kuona ule mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mti wa uzima ni Yesu Kristo mwenyewe. Una neno lake huwezi kumuona. Sio rahisi. Unaweza ukafanya mambo ambayo unayaona kwako yako sahihi, kama Adamu na mkewe walivyoamua kula matunda akasema, kwani kuna shida gani? Kwanza inafaa na yapendeza kwa macho. Kwa hiyo kuna vitu tunavyoangalia kwa macho tunaona ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nikuombe mtumishi wa Mungu, wakati wote unapokuwa unaaswa kuhusiana na mambo yanayomhusu Mungu juu ya neno lake, yaani usije ukanona. Hao watu walipoambiwa habari hizi, ina maana iliwalazimu kwamba watengwe wawe karibu na Mungu, yaani kumwishia na kuwa kama yeye. Kwa jinsi hiyo Roho Mtakatifu huhakikisha, si kwamba ni kwa wale tu ambao hawajaokoka, hata wale ambao wameokoka bado Roho Mtakatifu hufanya kazi ya kuwahakikishia jinsi gani ya kuweza kuifikia ile kweli ya Mungu. Kwa maana hiyo neno la Kristo kwa Roho wake tu kazi yake ni kutuongoza, kutuonya na kutuadabisha. Neno hilo likikosekana katikati ya makusanyiko na maisha tulionayo, tunajikuta tunaumana, tunasengenyana, tunaumizana, tunatendana mabaya kiasi ambacho hata mtu mwingine haoni kama kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa naweka mfumo wa wewe kunielewa. Tunazungumza point namba 2 ya kwa nini Adamu alizuiliwa kuingia kwenye bustani ya Edeni. Tumeona ya kwamba kwa yeye kutoka kutafakari na kusoma neno la Mungu ilimsababisha yeye kufanya mambo ovyo ya. Kwa hiyo hata ule mtu aliyeambiwa asile, kwa aliona na anajua kabisa niliambiwa nisile. Alikula kwa sababu hakuona shida. Kwa nini? Hakuona umuhimu wa kuwa anasikiliza maneno ya Mungu ambayo kwa kula yale matunda angeweza kupokea ufahamu. Maana unapokula neno la Mungu unapokea ufahamu, unatoa ujinga. Kwa hiyo angekula matunda kama unabii wa neno la Mungu, yeye angekula neno la Mungu angetoa ujinga. Sasa hayo mambo ya kuyafanya, aliposhinda kuyafanya, akajikuta lilipokuja kwenye njia ya mtego wa adui, alisema haina shida. Na yule mama alipochukua alimpelekea akaa na alipokea, si kwa sababu eti hakuliona wala kujua. Aliona na alijua kabisa hili mtunda lile niliambiwa nisile. Ila kwa sababu katikati kulikuwa na kiwingu kimekaa kwa muda mrefu, hawezi kuhoji. Aliona na huruma, akaona haina shida kwa sababu na yeye amechukua na wewe anafahamu. Akaanza kula, akahisi mambo ya kawaida. Alipuuzia. Usiwe kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upande Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa neno la Kristo au neno la Mungu lililo hai ndiyo kweli yenyewe. Neno la Mungu lililo hai na lililofunuliwa, hasa maneno ya Yesu Kristo,
na maneno ya mitume walioshuhudia Yesu Kristo ni neno linalotuwezesha kuona wokovu katika kipindi tulicho nacho. Kwa hiyo kukosa kuwa na nguvu ya Mungu iliyojawa kwa maneno yaliyo hai ya Yesu Kristo na ufunuo halisi walioyaandika mitume wake, na kupelekea sisi kuwa watu tunaofanya mambo pasipo kujua, halafu mwishowe tunajikuta tumeangukia kwenye uharibifu. Kwa hiyo neno limekusudia kutuongoza, neno limekusudia kutusaidia kujua namna ya kuishi kwa hekima na mambo na watu wengine. Neno limekusudia tutende sawa sawa na mbingu inavyotaka. Neno hili ndilo ambalo katika hili mtu yeyote hawezi kuiona mbingu isipokuwa ameongozwa na hapo. Huwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu mbinguni ikiwa neno hili haujaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani sana muelewe. Ukipuzia kwenye kulisoma hili neno, halafu ukapuzia wakati unahubiriwa hili neno, uwe na hakika kwamba umekuwa mwelekeo ule wa Adamu. Umekuwa kwenye mwelekeo wa Adamu, kwa sababu hakuna kitu kitakachokuongoza wewe kufikia mtu wa uzima nje ya hili neno. Roho Mtakatifu hawezi kuja ikiwa hili neno halipo ndani mwako. Hawezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hili neno hili sijui dunia hii kama inaelewa vizuri pamoja na mambo mengine. Hebu chukulia kwa mfano, tunapokuwa kwenye mafunzo yetu ya shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si tunajishughulisha kuhakikisha kwamba yale masomo tunayotakiwa kuyafahamu tunayafahamu vizuri kabisa. Tukiwa na maana kwamba kwanza tunajibu mtihani kwa usahihi, lakini tutapokwenda uraiani inatusaidia kuweza kufikia malengo kwa sababu tunafahamu. Kwa mfano, umepata ajira, ule ufahamu ulioupata ndio utakuwa msaada wewe kile ambacho ukifanya kwenye ile ajira. Kwa hiyo ukifanya uzembe, wale wenzetu kuchini tunasema ana disco. Ukisha disco, jamii haikuelewi, utaenda na cheti gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jamii haitakuelewa kwa sababu hauelewi, na kwa sababu atakapo kuinterview cha kwanza analeta cheti chako. Cheti kikija vile ambavyo wanataka havimo. Na kama havimo, maana yake huqualify kuingia kwenye hayo makusudi waliowaitia. Na uzuri sana wanatafuta cheti kabla hata ya kusikia unachokiongea. Si ndio mama nani? Wanasema cheti kiko wapi? Si ndio mtumishi wa Mungu? Cheti kwanza. Wanataka cheti kwanza kabla ya kusikia. Yaani inawezekana kama mimi simu lakini cheti sina, wakasema mimi nje kama nenda judo. Kwa hiyo sasa neno la Mungu lililovuviwa hai hasa neno la Kristo. Kwa nini nasema hasa? Kwenye kitabu cha Ufunuo amesema hivi, na unabii wa Kristo ndio roho ya unabii. Naposema hasa wa Kristo, maana yake ni kwamba hitimisho lolote la andiko utakalolisikia ambalo ndani mwake halimuonyeshi Yesu Kristo amefunuliwa kwa jinsi gani, hilo haliko hai. Mmenielewa? Haliko hai. Kwa hiyo kulifahamu neno la Mungu, umemfahamu Yesu Kristo, na waliosimama nalo katika kumuona naye wale wanafunzi wake wamelizungumzia kwa mapana. Kwa hiyo kushindwa kuwa na neno ambalo ndio sahihi kunatufanya kuelekea mwelekeo ule wa Adamu, wa ambao tunaweza kufanya mambo pasipo kujua kwamba tunafanya baya. Adamu angekuwa amezingatia kuyafahamu maneno, wakati jaribu lilikuja la kula tunda, angesema hapana, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate bali kwa kila neno kutoka kwa Bwana. Mbona Yesu alifanya hivyo? Alipomwambia habari ya kutumwambia usimjaribu Bwana Mungu wako, alimuonyesha neno. Sasa Adamu hakujishughulisha na mambo yanayomhusu Mungu kwa ajili ya neno.
ndani mwake hakuna neno lililokuwepo la kugaidi. Ndugu zangu, mwanadamu tangu mwanzo amefungwa kwa Mungu katika imani na utii. Mwanadamu tangu mwanzo amefungwa kwa Mungu katika imani na utii. Kwa hiyo kama imani na utii haitakuwepo, maanake neno la Mungu la kweli haitaweza kumfikia. Kuishi kwa njia ya imani na utii hujionyesha kama kanuni inayoongoza mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Kuishi kwa kanuni ya imani na utii hujionyesha kama kanuni inayoongoza kwa maisha ya mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Kama kanuni ya imani ya utii ambayo imefungamana na Mungu juu ya wanadamu ikionekana haibu kupitia neno lake, maana yake uwezo wa kuongozwa kwa wewe kuyafanya mambo yaliyo ya staha hayawezi kufanyika kwako. Kwa hiyo Adam aitahadharishwa juu ya matokeo ya yeye kula lile tunda aliyozuiliwa. Na kama angelikuwa amesimama na lile neno, akaenenda sawasawa na lile neno aliloambiwa, maana yake angedumu na kuendelea kuwemo kwenye bustani na mahusiano ya Mungu yangedumu pamoja naye. Mahusiano ya Mungu yangedumu pamoja naye mpaka sasa. Ila harakati zote tunazoona za Yesu Kristo kuja duniani ni kwamba aliyekuwa amepewa jukumu la kuyafanya yaliyo mema ili na sisi tuzaliwe katika hayo alivuruga. Ndio maana Yesu akaja, na leo anatushuhudia habari ya kwamba kutafakari na kusikiza neno la Mungu ndiyo njia pekee itakayofanya sisi tuwe washindi dhidi ya hila za adui zinapokuja kwa maelezo ya kibinadamu au ya adui au kwa vyote ambavyo tungetaka kufanya kwa fikira ambayo sio yenyewe inayofanana na neno la Mungu. Kwa hiyo Adamu alipoacha maagizo, alijikuta ametengwa kabisa na uhalisia wa Mungu, na hicho ndio kwa kipimo cha pekee ambacho yeye kingemsaidia kuona uadilifu. Mbele yake ulikuwa umewekwa uchaguzi wa makusudi kabisa wa kuamini au kutii. Kwa kadiri ambavyo angeamini neno la Mungu na kulitii, angeendelea kuwa na uzima wa milele na ushirika wa Mungu aliye hai. Sasa naomba niseme hivi. Tumeona jinsi gani kwa namna fulani kutafakari na kusikiza neno la Mungu linatupa uhusiano mzuri na Mungu katika kumfahamu. Na kama jambo hili lisipochukua muhimu katika makusanyiko yetu, aidha ya hapa haya na maeneo mengine yote ambapo watu wako, kwa hiyo kutenda sawasawa na mapenzi ya Mungu hakutakuwepo. Hatuna ufahamu wa hili neno, mambo mengi tukayoishi ni ya makosa, na watenda dhambi, waongo, wagomvi, wazinzi, wezi, wote hao wanahesabika wameyafanya kwa sababu hawakujua madhara ya kuliasi neno la Mungu kama ni dhambi. Kama wangelijua, wala wasingeyafanya hayo. Badala yake wangesema hatuyafanyi hayo. Adui kama angeleta minong'ono ndani ya mioyo yao na masikio yao, wangejua kwamba huyu ni adui, wala sio Roho Mtakatifu, kwa sababu wana neno. Bahati mbaya, leo hii ukizungumzia mambo yanayohusu kujitenga na ulimwengu na dhambi zinazosumbua wanadamu, wengine hata watumishi wengine huwa wanaridhika kusema yalikuwa ni ya wao wa Timotheo.
yale yalikuwa ni ya watu wa Warumi, yale yalikuwa kwa kuonyesha kwamba na wao wenyewe wameangukia kwenye anguko lile lile la Adamu la kutokujua ni tunda lipi wa lile liwafae wao kujua namna kuzungumza. Kwa bahati mbaya, hata kanisa kwa sasa mambo mengi wanafanya kwa mihemuko tu. Ni wachache sana ambao wamejawa na hofu katika maisha yao kusema tunamwendea Mungu wetu aliye mtu wa uzima, wakiliangalia hili neno kama ndio mwongozo wao. Sasa kwa sababu hiyo unajikuta mara nyingi sasa tumejikuta katika makusanyiko yetu hatuonekani mbele za Mungu kama tulioingia. Kwa sababu ya mapungufu yale ambayo yapo, tunaonekana mbinguni, hatuonekani. Hatuna chetu. Tumebaki tuko duniani, ingawaje inaonekana tumeingia makanisani. Kama neno la Mungu halitapewa kipaumbele kwenye maisha yetu, nasikitika kusema kwamba siku ya siku ikifika, utapoambiwa kwamba hauingii, utaanza kusema mbona tuliomba kwa jina lako, mbona tulitoa pepo kwa jina lako, mbona tulifanya hivi? Na akamwambia toka nyinyi watenda dhambi, kwa sababu neno hili halikuchukuliwa umuhimu katika maisha yetu. Wasihi ndugu zangu, wewe unayesikia ujumbe huu, kwamba maisha yako yaongozwe na neno la Mungu. Kwenye maisha yako tamani sana kusoma neno la Mungu. Usiache hiki kitu unachokiona hiki hapa, Mungu hajaliachilia kwa sababu tu za kawaida. Jiulize kuhusu Mungu huyu ambaye tunamwendea, na huyu ambaye tunamuomba, na huyu ambaye tunaamini tusaidie mambo tunayoyataka. Kama anaweza akasema neno hili lije hafu limrudie bure. Alisema hivi, neno langu haitanirudia bure. Kwa hiyo anamtaka kila mtu neno hili liwe ndani mwake, na neno hili lilete mabadiliko kwenye maisha yetu, kwenye makusanyiko yetu, kwenye ndoa zetu, kwenye maisha yetu ya huko mtaani. Neno hili tubadilishe. Chochote ambacho utakifanya unapokizungumza kilifae hapa. Kama hakiwezi kulifaa hapa, ujue umepotea kama Adamu. Na watu wengi wanapotea kama Adamu, kwa sababu wakiona tu kinachofanya na ulimwengu bila ya kujua adui hutumia watu kufanya vitu katikati ya watu au aminishi ni za kawaida. Halafu kiviishi tu umeingia kwenye hatia, baadaye umeondoka kwenye kweli ya Mungu. Kwa hiyo Adamu kama angelikuwa hakuwa ameacha kumsikiliza Mungu katika hali inayotegemea neno lake, lile tunda asingekula. Lakini bahati mbaya inayokuja kwenye maisha tulionayo, yaani ukifundisha ukweli wewe ndio mbaya. Yesu Kristo alipozungumza ukweli, wale Wayahudi waliona ni mbaya. Kwanza amekataa kushirikiana nao, halafu anazungumza watu wanamfuata. Kwa sababu ya ule ukweli alihukumiwa nao. Lakini hata leo makanisani, mtu akifundisha ukweli kabisa, kwanza washirika wenyewe huwa wanatoa maswali, wanasema hataki kusikia kwa sababu inaonekana huyu anatuongea, au kwa sababu ameona mimi niko hivi. Yaani neno linaongelewa hapa, linatafsiriwa katika kweli inayoeleweka. Sikioni unasikia sauti inasema hivi, huyu naye bwana. Yaani au kwa sababu tu ameona mimi niko hivi. Ukiona umeanza kuzungumzwa hivyo, ujue huo ndio ujumbe wako. Ukiona moyoni umeanza kujikosoa, ujue ndio ujumbe. Yaani huo ndio umekufikia wewe. Ukiona kuna sauti inayozungumza inaonyesha kukebei ule ujumbe, ujue ndio adui ameingia na amekusudia usipokee ujumbe ili uondoke katika hali ya kutokutengenezwa. Kwa hiyo neno la Kristo hili na kitabu hiki, kama Yoshua alivyoambiwa, kisitoke kinywani mwako ili upate kutenda. Amesema ili upate kutenda sawa sawa neno lililoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako na ndipo utakapostawi. Kwa hiyo kustawi kwako wewe unayemcha Yesu Kristo kuko ndani ya neno. Kufanikiwa wewe unayemcha Yesu Kristo kuko ndani ya neno. Nje ya neno hili usitegemee mafanikio.
Usegemee wewe uliyempokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Nje ya neno hili huwezi kufanikiwa, kwa sababu Mungu hamfanikishii mtu kwa chochote. Mungu anakufanikishia kwa kile ambacho anajua kwenye neno lake, hajajiachilia likaja likatukanwa. Baraka za Mungu ambazo zinawaendea watakatifu zinahusanishwa na neno. Ni kuombe mtu wa Mungu, kuanzia leo, ukiona kuna mahali utakwenda kusikiliza injili, unasikiliza ujumbe, haukuelekezi kuzingatia kuyaishi maneno ya Mungu, ujue hiyo injili inakurudisha kufanya sawa sawa na Adamu aliyofanya. Ukienda kwenye huduma ambayo haikuonyeshi kwamba mambo haya hauwezi kufanikiwa isipokuwa una uwezo wa kulindaja jina la Bwana katika neno hili, na wakakwambia haina shida tu, wakakwambatanishia vitu kadhaa, ujue ya kwamba wewe unapelekwa kwenye eneo kama lile la Adamu la kufanya makosa. Usikubali kwenye maisha yako kukosa kufuatilia neno hili, na hii ni iseme kwa ajili ya wale walio hapa. Mungu awabariki sana. Eti watu wa Mungu. Amen. Si mnanielewa? Amen. Kile ninachokisema na ndicho ninachokifanya. Kile nitakachokizungumza ndicho ninachokifanya. Leo tumezungumza kutafakari na kulisikiza neno la Mungu. Hii itakuwa ndio kauli yetu mbiu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani yuko tayari kuwa na hiyo kauli mbiu? Amen. Kauli yetu mbiu iwe kwamba neno hili likae ndani yetu. Amen. Na kama linakuja kwa ajili ya kutuonya na kutuongoza, hebu tupasome hapo jamani. Mseme kasema kwamba sio penyewe. Patafute hapo Wakolosai 3. Wakolosai 3. Wakolosai 3. Tumefika? Wakolosai 3:16. Tumefika? Tumefika wote? Anasema hivi, 3:16 anasema hivi. Basi anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Akizungumza hekima anamaanisha jinsi gani ya kutenda katikati ya maisha yetu tulionayo, waliookoka na ambao hawajaokoka. Kuna wakati utatamani kuongea na mtu ambaye hajaokoka, uwe na namna ya kumfikishia neno lisimkwaze, akaondoka katika hali ya kuona kwamba walokole hawafanyi nini, hawana maana yoyote. Kwamba katika hekima yote tujue namna ya kuyaendea maisha ndani ya hao watu, mkifundishana tu, yani kila mtu aweze kuwa mwalimu wa mwingine kwa hilo neno ambalo liko ndani mwetu. Mimi nitakuwa na maneno 1250, wewe una maneno 60,000, yeye maneno 1000 kadhaa. Hayo maneno ndani mwetu yakizunguka, tutakuwa tunaweza kufundishana pale ambapo itaonekana mimi nimekwenda nje na uelewa ile neno, wewe utaniambia kwa sababu unalo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuonyana kwa zaburi, yani tutakemeana kulingana na neno kwa zaburi. Akizungumza kwa hiyo zaburi kwa maana ya kwamba kwa upole, katika eneo la upole, kwa sababu hao watu ambao kwa sehemu kubwa ni watu wa imani moja, ukimpelekea neno litakalomkwaza umemuondoa nje. Kwa hiyo tutakuwa tunaonyana kwa zaburi, kwa upole ambao utamfanya mtu awemo ndani. Usimhukumu mwenzako katika ile dhambi aliyonayo, wakati wewe una nafasi kumsaidia aende taratibu mpaka afikie mahali aelewe mapungufu aliyopo, aweze kuachana na ile dhambi, halafu musonge mbele, muendelee pamoja. Neno la Kristo hili, niombe sisi tulioko mahali hapa na watakaosikia ujumbe huu tuwe sehemu ya mifano kwenye jamii. Watakapotuona na kutusikia wagundue kwamba neno la Kristo lijaa ndani mwetu na tumeliangalia na kutafakari siku zote, ili hili liweze kutendeka sawa sawa na lilivyoandikwa huko. Kinyume na hapa tuseme hataki. Adui akija akanong'ona ndani ya masikio yetu kwa yale mambo yanayohusiana na uharibifu wa neno, tumwambia neno la Mungu limesema hivi,
neno Mungu limesema hivi, neno Mungu linasema hivi. Tusimwachie adui nafasi kwenye mioyo yetu na kwenye watoto wetu na kwenye maisha yetu, akajipatia kujitwalia uharibifu kwa maisha yetu. Sisi Mungu katika Yesu Kristo amekusudia tuingie mahali ambapo Adamu alishindwa kuingia. Kiukweli, tunapokuwa hapa kanisani, tunapokuwa kwenye kusoma Biblia, tunaonekana kama tuko hapa, lakini mbingu mnanielewa? Mbingu, na huu ndio ukweli nawaeleza. Tukiwa tumekusanyika hapa, tukiwa tunasoma neno hili au tunafanya ibada, mbingu kule haituoni kama watu wanatuka. Mbingu inatuona kama watu tumekusanyika kwenye hekalu moja. Yohana anasema alipoonyeshwa kule mbinguni, aliona lile anasema lile hekalu takatifu la mbinguni, Yerusalemu mpya ulipokuwa mule katika, anasema milango haikufungwa. 12 anasema maana mataifa walikuwa wanapeleka utukufu ndani yake. Maana yake kule pako wazi. Kule mbingu inatuona kama watu mmoja. Haikuoni kama wewe Mtanzania. Kule tunaonekanika kama wateuli wa Bwana. Tunapaswa kuingia pale tunapoyaheshimu maneno ya Mungu na kuyaona kama ndio tukaishi kwa kusudi lile. Uwe unaweza kusafiri kwenda mbinguni na kurudi ili tuletee mambo ya mbinguni hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana, mtu wa mbinguni akikenda mbele mbinguni akirudi hapa, ni hata atakayetuambia Mungu, naomba msamehe fulani. Wewe utaniombea mimi na utamwombea kwa sababu neno umelijua. Nimesema ombea neno ninyi kwa ninyi mpate kuponywa. Maana kuomba kwa mwenye haki kwafaa kuomba kwa bidii. Ndio neno linasema. Na kwa sababu hiyo wewe uliyekwenda mbinguni umekuja na hiyo package ya uelewa. Ukifika wanasema hapana, mimi sitamsengenya yule kwa sababu ya mavazi yake. Sitamsengenya yule kwa sababu nitamshauri, namwambia mtumishi wa Mungu, tunapokuwa ibadani tujitahidi tuangalie nafasi nzuri ambayo haimtukanishi Mungu wetu, kwa sababu njia hii haipendezi na mko pembeni. Yaani kama una nafasi kumwambia unaenda naye pembeni, usimwambie katikati ya watu, usimdhalilishe, mwambie kwa sababu ndiye kondoo. Alafu Mungu anamtaka, asema yeyote atakaye mkosesha mojawapo wadogo hawa, afungiwe jiwe shingoni adumbukie. Usimkoseshe mwenzako kwa mambo ambayo hayatafakariki kwa neno. Mmenisikia watumishi wa Mungu? Amen. Usimkoseshe mwenzako kwa mambo ambayo hayatafakariki kwa neno la Bwana. Uwe ni sehemu ya msaada wa maisha yake ya kiroho, asonge mbele. Ukimwona yule hata hajui kusoma Biblia, si kwamba alikuwa hataki, anataka, ila ni kwa sababu adui aliwewe kupanda mapema magugu yale mema hayakuingia mule. Kwa hiyo nataka kutoa magugu kidogo kidogo, tuingize mema, hafu na yeye tuweze kwenda sawa sawa, mwisho tukimbie wote pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaamini hamtaniangusha. Amen. Ninaamini hamtamangusha Yesu. Amen. Na maamini hamtaliangusha neno la Mungu. Amen. Kila siku kukicha mtakuwa ni watu ambao mmekusudia kubadilishwa na neno la Mungu lilo hai. Kila siku kukicha naamini kwa kweli watoto wetu nao wataweza kumuelewa Mungu vizuri. Maana kama sisi tukimuelewa Bwana kwa neno lake, na watoto watamuelewa. Adamu alishindwa, alifanya ukorofi, alifanya uzembe wa kulifahamu hili neno. Kwa hiyo hili neno kila mtu anapaswa alifahamu. Mimi nipo, mtumishi yupo, na wengine wapo. Una swali la kuuliza, wapi hujafahamu hapa? Uliza. Unataka kufanya jambo lolote ambalo unaona kama hulielewi, uliza ili usaidiwe mapema, ili utende sawa sawa. Siku moja tuwe wote mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame. Natamani na mpaka sasa furaha yangu imetimia, kwa sababu ninaamini tumeonana kuona yale Adamu yamepelekea ashindwe kuweza kumshinda shetani kwa mawazo yake tu ya kula tu. Injili ya shetani ilipomwingia ikakuta ndani mwake hakuna kitu, akafanya isivyo. Kwa hiyo kuanzia sasa sisi tumefahamu kwamba kwa kutafakari na kusikiliza neno la Mungu lililo hai ndio njia pekee ya kumshinda shetani. Atakapoinuka kwa namna yoyote ile, akikuta ndani mwetu neno limejaa kwa wingi, hataweza kufaulu. Akikwambia jambo ambalo unaona hili neno la Mungu limekataza, wewe utakuwa kwanza kuikataa, na utakuwa wa kwanza kushuhudia kwa watu kwamba nimemkatalia fulani. Ukiona hata mtu amekuja, ukiona hata huyo amekuja kwako, ukiona huyo amekuja kwako anakuambia mambo ambayo yanakuondoa kwenye utakatifu, ujue ndani mwake adui ndiye ameingia, sio yeye.
Yaani ndani mwake shetani ameingia, amepanda, amemwambia eti ndivyo alivyosema msile matunda yote. Hapana, alisema tusile, wala alisema tunaweza kula yote lakini hili tusile. Tena amesema tusiguse. Akaongeza na uongo yule mama. Hajasema msiguse. Alisema usile utakufa hakika. Usiguse, umeweka hapo, kaweka uongo. Kwa hiyo wewe na mimi tuwe watu ambao tumekusudia kulifahamu neno la Mungu kwa upana wa kutosha. Na tusifanye masiara, tusifanye mizaha, tusifanye namna yoyote ambayo itapuzia ili neno hili likae mioyoni mwetu kwa wingi sana. Lakini tutafakari, tuweze kutenda sawa sana na kilichoandikwa humu. Maana ndipo tutakapofuatilia njia zetu. Tukitaka ibada za mahali hapa zijae na nguvu. Tukitaka ibada za mahali hapa zipate nguvu ya Mungu aliye hai. Neno la Mungu tukizingatiwa kuanzia kwenye kila jambo ambalo tunataka kuifanya kwa maeneo yetu. Uaminifu kwenye ibada, uaminifu kwenye kuwahi, uaminifu kwenye sadaka zetu, uaminifu kwenye muda wetu, uaminifu kwenye kuandaa mahali hapa, uaminifu wa kila eneo, uaminifu wa mavazi, uaminifu wa kuongea, uaminifu wa kuomba, uaminifu wa kila eneo tukaliomba kwa usahihi wa neno lake. Na kuambia hapa sio mahali pa shetani kuleta manong'ono ndani ya mawazo ya watu wa Mungu. Hapo mwisho wa kiwanja hapo ndipo atakapoishia. Kwa sababu hapa upanga wa Mungu utakuwa umesimama kama alivyosema, kaweka upanga na malaika upande mashariki. Ndivyo ambavyo hapa ataweka, ikiwa wewe na mimi tumesimama kwenye kweli ya Mungu na neno la Mungu, tukaliishi katika kweli yake. Niwaombe ndugu zangu, Mungu awatie nguvu sana. Usije ukabeza ujumbe utakaoletewa madhabahuni ambao umelenga kukusaidia kuvusha, wala usije ukabeza ujumbe wa mshauri yote ambaye unamuona ana ufahamu wa neno la Mungu kwako juu ya chochote ambacho unacho ukabeza. Usiache. Mimi natamani watu wote tulioko mahali hapa na watakaosikia ujumbe huu wawe sehemu ya watu ambao Bwana anajivunia kwao, kwa sababu ya lile neno limekaa ndani mwao, kwa sababu ya menendo wanaoifanya, ili katika siku hiyo kule mbinguni hata watu hapa Dodoma Chuka tuonekanike tumo. Yaani kwa nini waende wengine? Kwa nini waende wengine sisi tusiwemo? Kwa hiyo natamani siku moja na ambao hawajaje hapo watakapokuja wakutukute na sisi tuko safi. Yaani watakao kuja hapa wakute mimi na wewe tuko safi, tumenyoka, tumekaa kwenye rura. Hakuna ambaye ana makando kando hapa. Wote tu tumekaa kwenye laini zetu ambazo Mungu amezikusudia ili wajifunze kwetu. Wewe ndiye mwalimu wa kwanza kwa sababu neno umeliishi. Wewe ndiye mwalimu wa kwanza kwa sababu umeifahamu. Wewe wa kwanza kwenye kile wewe ndio umfundishe. Ujue ya kwamba wewe ndiye mwalimu. Sisi ni barua inayosomwa na watu wengi. Nikuombe wewe na mimi tuwe barua kwa kushika neno la Mungu na kuishi, ili tuwasaidie watu wa Antiuka hapa wawe sehemu ya watu wakaoamini neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuombe. Mungu aliye hai, nakushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu. Umeliachilia kwa mapendo yako, ukituonyesha jinsi gani ambavyo Adamu alishindwa kumshinda shetani kwa sababu hakuweza kuitafakari neno lako kwa upana wa kutosha. Kwa hiyo yalipokuja majaribu alifanya sawasawa na aliyoyaona. Lakini leo hii umetujalia watoto wako tumefahamu kutafakari na kusikiza neno lako ndio njia pekee itakayotusaidia kumshinda huyo adui. Na kwa sababu hiyo, huu ujumbe ambao Mungu umezungumza nasi siku ya leo, tunaomba kuuchipusha sasa ndani ya wetu, ili siku zote tutembee katika njia inayokupa utukufu. Wa mama, wa baba, vijana watembee na kuyaishi maisha yao kufuatia neno hili Bwana. Ili mzae matunda. Naam, na matunda yanaweza ukaa. Ili lolote muombalo na Baba aweze kutupa. Baba, tupatie ombi hili ya kwamba neno lako likae ndani mwetu, likae kwa wingi sana. Neno lako liwe taa ya miguu yetu. Neno lako liwe msaada wetu. Siku zote tuliangalie neno. Maamuzi yetu yatokana na neno. Tusije tukaenda isivyo sawa sawa neno lako. Kijalia kuyajua haya. Lakini sio hao watu na wale watu ambao hawajaja kwenye eneo hili na ambao Mungu umekusudia watajiunga na kanisa hili. Tunawaombea kama Yesu alivyowaombea wale ambao wangewasikia wanafunzi wako. Nasi tunawaombea wale ambao wataingia kwenye hema hili ya kwamba siku moja nao ni watu watakaoungana na sisi kulishika neno lako na kuliishi. Naam, watakapoingia watukute sisi ndio mfano wa maadili ya kukucha wewe. Wasio sisi ndio mfano wa namna ya kutenda kwa ajili ya jina lako. Mungu uliye hai, mkono wako ulio hodari utakapokuwa umewaleta hao watu, hao vijana, hao baba, hao mama, watakapoingia mahali hapo Bwana, waikute neema yako inayookoa, neema yako inayobadilisha maisha, neema yako inayosaidia iwe imejaa ndani yetu, nasi tuwe sababu ya wao kuwezesha kuyafahamu maneno haya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kushukuru.
Amen. Tukaa. Mungu awabariki. Next time tutakwenda kumalizia pointi ya mwisho na hitimisho ya jumla kwa somo hili, na nitatoa mwongozo wa somo hili tutakaoweza kuliishi kwenye makusanyiko yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki sana. Amen.